Biashara ni moja ya njia muhimu zinazowasaidia watu kujipatia kipato, kujitegemea kiuchumi na kuboresha maisha yao. Kuanzisha biashara ni jambo moja, lakini kuifanya idumu na ikue ni jambo lingine ambalo linahitaji maarifa, nidhamu, uvumilivu na maamuzi sahihi. Wafanyabiashara wengi huwa wanaanza vizuri, lakini baada ya muda biashara zao huwa zinaporomoka kutokana na kufanya makosa ambayo yanaweza kuzuilika. Mara nyingi hizi changamoto huwa zinatokana na matumizi mabaya ya fedha, kukosa mpango mzuri wa biashara, kutofanya tathmini na kushindwa kutangaza bidhaa au huduma. Mafanikio ya biashara hayategemei ukubwa wa mtaji, yanategemea namna mfanyabiashara anavyosimamia huo mtaji. Hata biashara ndogo inaweza kukua na kuwa kubwa kama itaendeshwa kwa busara, na biashara kubwa inaweza kufilisika kama itaendeshwa bila nidhamu. Kila mfanyabiashara anapaswa kujifunza kanuni muhimu ambazo zitamsaidia kulinda mtaji wake, kuongeza faida na kuwahudumia wateja wake vizuri. Kitu cha kwanza, usile mtaji. Mtaji ni moyo wa biashara. Bila mtaji, biashara haiwezi kununua bidhaa mpya, kulipa gharama mbalimbali wala kuendelea kufanya kazi. Wafanyabiashara wengi huwa wanaanza vizuri, lakini baada ya muda wanaanza kutumia fedha za biashara kwa matumizi yao binafsi. Inaweza kuwa ni kufanya starehe au kununua vitu ambavyo havina msingi. Hii tabia huwa inapunguza uwezo wa biashara kuendelea kukua na kuifanya izoofike. Ni muhimu kutenganisha fedha za biashara na fedha za matumizi binafsi. Baada ya kupata faida, wewe kama mfanyabiashara unaweza kujilipa kiasi fulani kama mshahara au kwa ajili ya matumizi binafsi na sio kutumia mtaji wote. Mfanyabiashara mwenye mtaji wa Laki5 akitumia Laki3 kwenye matumizi binafsi bila kuyapangilia, lazima atashindwa kununua bidhaa za kutosha na wateja watakosa kile wanachokihitaji na mauzo pia yatapungua. Kulinda mtaji ni hatua ya kwanza ya kuhakikisha biashara inaendelea kukua na kufanya kazi kwa muda mrefu. Kitu cha pili, usibadilishe bidhaa mara kwa mara. Biashara inahitaji uvumilivu pamoja na utulivu. Wafanyabiashara wengi huwa wanabadilisha aina ya bidhaa kila wanapoona biashara nyingine inaonekana inafanya vizuri. Leo watauza viatu, kesho watauza nguo, kesho kutwa watauza vipodozi. Hii tabia huwa inawafanya washindwe kujenga soko la kudumu na kuaminiwa na wateja. Ni vizuri kumpa muda mteja akuzoee na amini bidhaa zako. Kadri unavyoendelea kuuza bidhaa zile zile kila siku kwa ubora mzuri, ndivyo unavyojenga jina zuri na kupata wateja wa muda mrefu. Mafanikio mengi yanatokana na kuendelea kuboresha biashara uliyoianza badala ya kuibadilisha kila mara. Hata kama mauzo yanapungua, usikate tamaa haraka. Badala ya kubadilisha biashara, tafuta sababu ambayo inasababisha mauzo yapungue. Huenda unahitaji kuboresha huduma kwa wateja, kuongeza matangazo au kuboresha ubora wa bidhaa. Biashara inayoyumba, suluhisho sio kubadilisha biashara. Suluhisho ni kuboresha biashara unayoifanya. Kitu cha tatu, usikopeshe kabla ya kulipwa deni la mwanzo. Kukopesha ni sehemu ya biashara, lakini kunahitaji umakini mkubwa zaidi. Wafanyabiashara wengi wanapata hasara kwa sababu wanawapa wateja bidhaa kwa mkopo kabla ya kulipwa deni la mwanzo. Unaweza kufanya busara kwa kuweka utaratibu wa malipo kwa wateja wanaonunua bidhaa kwa mkopo ili kusaidia kulinda mtaji wako na kuzuia madeni ambayo hayalipi kwa wakati. Kitu cha nne, tangaza biashara. Biashara nzuri isipotangazwa, watu wengi hawataijua. Matangazo huwa yanasaidia wateja kuifahamu bidhaa unayouza na huduma unayotoa. Kwenye dunia ya leo, ushindani ni mkubwa. Mfanyabiashara anapaswa kutumia njia mbalimbali za kutangaza biashara yake. Unaweza kutumia mitandao ya kijamii, unaweza kutumia mabango, vipeperushi au magrupu ya WhatsApp. Lakini pia unaweza kuwahudumia wateja vizuri ili wakusaidie kutangaza biashara yako kwa wateja wengine. Mteja anayeridhika kwa huduma na ubora wa bidhaa lazima atakuwa balozi mzuri wa biashara yako na anaweza kukuletea wateja wengine wapya. Matangazo yanapaswa kuwa ni matangazo ya kweli na ya kuvutia. Epuka kutoa ahadi ambazo huwezi kuzitimiza. Wateja wakiona unatimiza unachokisema, wataendelea kukuamini na watarudi kununua tena. Kadri watu wengi wanavyoifahamu biashara yako, ndivyo nafasi ya kuongeza mauzo inavyoongezeka. Kitu cha tano, fanya tathmini mara kwa mara. Mfanyabiashara mwenye hekima huwa anafuatilia maendeleo ya biashara yake mara kwa mara. Tathmini huwa inamsaidia kujua kama biashara inapiga hatua au inarudi nyuma. Bila
kufanya tathmini, unaweza kuendelea kufanya makosa yale yale kila siku bila kujua wapi unakosea. Kwenye tathmini unaweza kuangalia kiasi cha mauzo, faida, bidhaa unazouza na bidhaa ambazo zinakaa muda mrefu. Lakini pia unaweza kuangalia maoni ya wateja. Hizi taarifa zitakusaidia kufanya maamuzi mazuri na kuboresha biashara yako. Tathmini zitakusaidia kuweka malengo mapya. Ukiona mauzo yameongezeka, unaweza kuongeza bidhaa au kufungua branch nyingine. Na ukiona mauzo yanapungua, unaweza kutafuta njia na kuchukua hatua mapema kabla biashara haijapata hasara kubwa. Tathmini ya mara kwa mara ndiyo dira ya maendeleo ya biashara. Kitu cha 6, andika taarifa za biashara. Kuandika taarifa za biashara ni tabia muhimu kwa kila mfanyabiashara. Andika kila unachonunua, kila unachouza, fedha zinazoingia, fedha zinazotoka, faida unayopata, madeni ulionayo, unayodaiwa na unayodai. Kumbukumbu zitakusaidia kujua hali halisi ya biashara yako. Wafanyabiashara wengi wanapata hasara kwa sababu wanategemea kumbukumbu za kichwani. Kwenye biashara lazima utumie usemi unaosema mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa kutumia taarifa zilizoandikwa, unaweza kujua kama biashara inakuwa au inapungua kwenye mauzo. Lakini pia unapoandika taarifa za biashara, inakuwa rahisi kupanga bajeti, kulipa madeni, kuongeza mtaji na kupata mkopo kwenye taasisi za kifedha. Mafanikio ya biashara yanategemea nidhamu na usimamizi mzuri.